Katika Ukristo, hakuna sikukuu iliyo na uzito mkubwa kama Pasaka. Kwa Wakristo, tukio hili linaashiria ushindi wa uzima dhidi ya kifo baada ya kufufuka kwa Jesus Christ. Ndiyo maana tangu mwanzo wa kanisa, waumini walikuwa wakijiandaa kiroho kwa muda fulani kabla ya kuadhimisha Pasaka. Maandalizi hayo ndiyo yaliyoendelea kukua hadi kuwa kipindi kinachoitwa Kwaresma. Historia ya Pasaka inaanzia katika kanisa la mwanzo kabisa, wakati wa mitume waliokuwa wanafunzi wa Yesu. Habari. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea makala kuhusu historia ya Pasaka tangu kanisa la mwanzo hadi leo katika kanisa Katoliki. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Mwanzo wa Pasaka katika kanisa la kwanza. Baada ya kufufuka kwa Jesus Christ, wanafunzi wake walianza kuhubiri ujumbe wa ufufuko duniani kote. Tukio hili ndilo lililokuwa msingi wa imani yao. Biblia inaeleza huyu Yesu Mungu alimfufua, nasi sote tu mashahidi wake. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 32. Kwa sababu hiyo, Wakristo wa mwanzo waliweka siku maalum ya kukumbuka ufufuko wa Kristo. Siku hiyo ilikuwa Jumapili kwa sababu Biblia inaeleza kuwa Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma, alfajiri na mapema walikwenda kaburini. Wakalikuta kaburi tupu. Luka sura ya 24 mstari wa 1 hadi 3. Ndiyo sababu hadi leo Wakristo wengi duniani hukusanyika ibadani kila Jumapili. Pasaka na sikukuu ya Wayahudi. Historia ya Pasaka ya Kikristo ina uhusiano mkubwa na sikukuu ya Wayahudi inayoitwa Passover. Katika sikukuu hiyo Wayahudi walikumbuka jinsi Mungu alivyowaokoa kutoka utumwani Misri wakati wa Musa. Biblia inasema, Kutoka sura ya 12, Yesu mwenyewe alisherehekea sikukuu hiyo pamoja na wanafunzi wake kabla ya kusulubiwa. Tukio hili linajulikana kama karamu ya mwisho. Nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla sijateswa. Luka sura ya 22 mstari wa 15. Kwa Wakristo, Pasaka mpya ilipata maana mpya kabisa. Yesu mwenyewe akawa mwana-kondoo wa sadaka kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Mtume Paulo aliandika, kwa maana Kristo, Pasaka yetu, amekwisha kuchinjwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Mwanzo wa Kwaresma katika kanisa la mwanzo. Katika karne za mwanzo za Ukristo, waamini hawakuwa na kipindi kirefu cha Kwaresma kama kilivyo leo. Mwanzoni walikuwa wakifunga kwa siku moja au mbili kabla ya Pasaka, lakini kadiri kanisa lilivyokuwa, viongozi wa kanisa waliona umuhimu wa kuwa na kipindi kirefu zaidi cha toba na maandalizi ya kiroho. Kipindi cha siku 40 kilianza kuenea katika karne za mwanzo za Ukristo kwa kufuata mfano wa kufunga kwa Yesu Kristo. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mathayo sura ya 4 mstari wa 2. Kuanzishwa rasmi kwa Kwaresma na Pasaka katika karne ya 4 baada ya Ukristo kuanza kukubalika rasmi katika dola ya Roma chini ya mfalme Konstantine Mkuu, kanisa lilianza kupanga vizuri kalenda ya ibada. Katika mkutano wa kanisa unaoitwa Mtaguso wa Kwanza wa Nisea, yaani mkutano wa Baraza la Kwanza la Nisea, uliofanyika mwaka 325 baada ya Kristo, viongozi wa kanisa walijadili pia namna ya kuadhimisha Pasaka kwa pamoja katika kanisa lote. Baada ya kipindi hicho, Kwaresma ya siku 40 ikaanza kuwa desturi rasmi katika kanisa Katoliki. Maana ya majivu katika mwanzo wa Kwaresma. Kwaresma huanza siku ya Jumatano ya Majivu. Katika siku hii, waamini hupakwa majivu kwenye paji la uso. Majivu haya ni ishara ya toba, unyenyekevu, kukumbuka udhaifu wa maisha ya mwanadamu. Katika Biblia majivu yalikuwa ishara ya toba, safari ya mateso ya Kristo. Kadiri Kwaresma inavyoendelea, Wakristo hutafakari zaidi mateso ya Yesu Kristo. Katika Injili tunaona jinsi Yesu alivyoteswa. Alisalitiwa na mwanafunzi wake, alikamatwa na askari, alipigwa na kudharauliwa, hatimaye akasulubiwa. Biblia inasema, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Isaya sura ya 53 mstari wa 5. Mateso haya yanaeleweka katika imani ya Kikristo kama sadaka ya wokovu wa wanadamu. Ijumaa Kuu, siku ya kifo cha Yesu. Katika siku ya Ijumaa Kuu Wakristo hukumbuka kusulubiwa kwa Yesu. Biblia inaeleza tukio hilo.
Nao walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, wakamsulubisha. Luka sura ya 23 mstari wa 33. Hii ni siku ya huzuni na tafakari kubwa kwa Wakristo duniani. Ufufuko, ushindi wa Pasaka. Baada ya siku 3, tukio kubwa lilitokea ambalo ndilo msingi wa Ukristo. Biblia inasema hayupo hapa, amefufuka. Luka sura ya 24 mstari wa 6. Ufufuko huu wa Yesu Kristo ndio unaoadhimishwa katika sikukuu ya Pasaka. Mtume Paulo aliandika, kama Kristo hakufufuka, basi imani yenu ni bure. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 17. Kwa hiyo Pasaka ndiyo moyo wa imani ya Kikristo. Pasaka katika kanisa Katoliki leo. Katika kanisa la Roman Catholic, Pasaka inaadhimishwa kwa shangwe kubwa sana duniani kote. Ibada ya Pasaka hujumuisha mkesha mkubwa wa Pasaka usiku, kuwashwa kwa mshumaa wa Pasaka, kusoma historia ya wokovu katika Biblia. Ubatizo wa waamini wapya ni siku ya furaha kwa sababu Wakristo wanaamini kuwa Kristo ameshinda kifo. Yesu alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yohana sura ya 11 mstari wa 25. Historia ya Kwaresma na Pasaka inaonyesha safari ya kiroho ya Wakristo kutoka toba hadi ushindi wa ufufuko. Tangu kanisa la mwanzo hadi leo katika kanisa la Roman Catholic, waamini wameendelea kuadhimisha kipindi hiki kama ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Kupitia Kwaresma, Wakristo wanajifunza kujinyenyekeza mbele ya Mungu, kutubu dhambi, kuishi kwa upendo na huruma, na hatimaye wanafikia furaha ya Pasaka, sikukuu inayotangaza kwamba uzima umeshinda kifo na tumaini jipya limezaliwa kwa wanadamu wote.